Jamani, ni kama maua vile, ukitazama utaona ni kama maua. It's like flower, very beautiful. Lakini kubali usikubali, hii ni mboga. Hii ni mboga. Mboga gani? Hii ni mboga jamani. Tumenyimwa kabisa sababu ya kula viumbe wenzetu wenye mwili jamani. Kwa maana kwa idadi ya chakula cha kiafya ambacho Mungu ametupatia, kugombana na minofu ya wanyama wenzetu pamoja na samaki wa baharini na ndege wa angani, kuvutana na minofu na kumenyana na misuli ya mafahari, maana tunatambulisha kitu tofauti kabisa na uumbaji wa Mungu na lengo lake. Hii unayoiona hapa inaitwa Swisscard Kaleidoscope. Hii vitu vya South. Hii ni mboga inaitwa Swisscard Kaleidoscope. Nitakwambia baadaye hapo mbele ubora wake katika mwili na katika kufanya damu. Lakini kwa ufupi tu, ukiangalia hii vile nakaa, unaona kabisa, unaona damu safi kwenye hii. Kwa maana tangu imewekwa hapa ikiwa mbegu mpaka sasa inavyoonekana hivi, jinsi hii ikiwa kwenye rangi hizo tatu tofauti, haijawahi kukutana na kitu kinachoitwa insect pest. Haijui sumu. Hii kwenye maisha yake haijui sumu. Haijawekwa mbolea yoyote ya artificial hii. Lakini ona ilivyo grow. Utasema ni AI. Acha kabisa hiyo tabia ya kusema ni AI. Sasa hii inavyoonekana hivi, kwanza wale wenye upungufu wa damu, hii chlorophyll ya kutosha, madini ya iron ambayo yanafanya damu ipate kuwa ya kutosha katika mwili, madini ya iron. Lakini pia ina fibers nyingi sana za kutosha, fibers ambazo fibers zisipokuwepo, basi wewe ni muhanga ama ni victim wa indigestion. Kwa hivyo kama una matatizo ya mmeng'enyo wa chakula tumboni, chakula unakula mara moja tu, unakula saa moja kina mmeng'enyo masaa 24, basi hii itakusaidia sana. Lakini kitu kingine kikubwa sana ni uwezo wake wa kupambana na maradhi ya hatari sana ambayo huwezi kuamini kwamba inayashughulikia. Kama wewe una pressure, ina regulate uzito wa mwili. Hii unayoiona hii Swisscard Kaleidoscope. Sasa hii itakugharimu shilingi 0 kuikuza, kwa maana ni kuchota maji na kuimwagilia tu, alafu yenyewe inakufanyia mambo mazuri kiasi hiki. Sasa mimi hii siuzi, sipeleki sokoni. Kwa wale ambao tunadhani kwamba kila mtu mwenye ana promote kitu basi anataka biashara yake iende, mimi hii ni kwa ajili ya kutumia ndani. Na ili uelewe, naanza kuchuna sasa hivi nikakule. Wow, so amazing jamani. Huku Kenya ni asubuhi sasa hivi.
Asubuhi kumekucha, so sunny day, siku angavu kabisa ambayo inafukuza mawazo mabaya. Mimi ndo nachuna hivi nikakule hii breakfast, kuendelea kupambana huko na supu hiyo ya mayako, supu ya mafahari, supu ya wanyama wenzio ambao ulifaa uzingatie sana maisha yao na uhai wao. Yes, like this. Like this. Be blessed. So, jamani, karibuni katika Edeni. Kama unasubiria mtu akuja akubeba kupeleke mashambani, Mungu alazimishi watu kuishi mashambani. Injili haipo. Injili ya kusukumana haipo. Lila, mimi ninakutia moyo na kukufariji wewe ambaye unaona ugumu. Hakuna namna ambayo utakuwa na afya bora ukiwa wewe unapambana na mioshi ya nikodili pamoja na vumbi la migahawa la kwenye vijiwe. Nakula migahawani viumbe wenzio ambao wameuawa na ukatili wa wanadamu. Jamani, hii ndio breakfast. Hii ndio breakfast ya leo. Na siniulize nitakulia na nini. Leo nitembelee. Sasa hapo kwenye comment section naomba uniambie hii inaitwaje. Hii inaitwaje? Naomba uniambie hii inaitwaje. Hii inaitwaje? Usiseme ni bangi. Hii kwenye comment section niambie inaitwaje. Alafu tukutane hapo.